hata wakati wa Dr. Salmin Amur, wakati ule ndio ulikithiri masala ya kubaguliwa watu. Watu walivunjiwa majumba pale Mtoni, watu walifunguliwa mashtaka kadhaa wa kadhaa ya uongo. Kuna watu kwa mamia walikuwa wamekamatwa na kufunguliwa kesi. Wakati ule ndio watu wanatembeleshwa kwa magoti, wanachanwa kibisu kwenye nyayo zao. Wakati ule ndio palishatokezea vurugu lile lililokuweko kule tunaita Shenge Juu, na watu waliamini wakipaaza sauti labda pengine watawala watarudi nyuma na watarekebisha baadhi ya mambo. Naam, karibu mtazamaji wetu wa Gumzo, karibu kwenye wasaa huu maalum wa Januari ya Damu, ambapo tunageuka miaka 25 iliyopita, robo karne sasa, kuangalia matukio na matokeo ya mauaji ya kikatili yaliyofanywa dhidi ya raia wa kawaida, waandamanaji na wasiokuwa waandamanaji, ambapo mwaka 2001 Januari 7 waliingia mitaani kwa ajili ya kupambania kile walichoamini kwamba ni haki yao, haki ya uchaguzi huru, haki ya kuwa na katiba mpya ambayo inazingatia haki zao za kibinadamu na haki ya mageuzi katika taifa lao. Maalim Said Miraji Abdallah alikuwa miongoni mwa watu ambao ni kiini katika tukio hilo, akiwa mkurugenzi wa vijana na Blue Guard wa chama cha wananchi CUF ambacho kuliandaa maandamano hayo. Tuendelee. Kabisa. Uchaguzi wa mwaka 2000 ulionekana, pamoja na jitihada zilizokuwa zinafanyika huko nyuma, mpaka Commonwealth kuingilia kati, wakamleta Chief Emeka Nyauko akamleta msaidizi wake Dr. Moses Yanaf kusimamia kupatikana haya. Kulikuwa na jitihada kubwa walizokuwa wakizifanya wazee wetu akina mzee Hassan Nasor Moyo na wengine, kwa sababu ndani ya system wapo watu pia ambao walikuwa wana initiate kwa nguvu kubwa sana. Kwa nini hawa Wazanzibari wasielewane? Na wapo miongoni mwao ni Wazanzibari na wapo ambao si Wazanzibari, ambao walikuwa wanachangia kuhakikisha panapatikana maelewano katika visiwa vya Zanzibar. Yapo mazungumzo yaliyofanyika siri, yapo yaliyofanyika dhahiri kuhakikisha. Wewe unapoona Amani Karume, Maalim Seif alitoka na watu wake kina Jusa wakenda wakakubali kumtambua, wakati kabla Maalim Seif kwenda kumtambua Amani Karume, kuna mtu kama Abbas Muhunzi alishafukuzwa kwenye chama. Abbas Muhunzi alikubali kuitambua serikali wakati anasoma budget kwenye baraza la wawakilishi, yeye kama waziri kivuli wa fedha, kwa sababu watu wanasema sio maamuzi ya chama. Anakubalije? Maana yake ametusaliti. Baada ya Abbas Muhunzi kuenguliwa miezi kama 3-4, Maalim Seif aenda kumtambua Karume. Ni kwa sababu kulikuwa na mashinikizo kutoka ndani na nje kwamba lazima mufike pahala muelewane, na Karume naye akakubali kunyosha mkono wa maelewano, akakubali kuondoa yale yaliyopita. Ujue Karume ana historia yake watu ambao hawaijui. Hata wakati wa Dr. Salmin Amur, wakati ule ndio ulikithiri masala ya kubaguliwa watu. Watu walivunjiwa majumba pale Mtoni, watu walifunguliwa mashtaka kadhaa wa kadhaa ya uongo. Wakati ule kuna watu kina Mwalimu Ali Khamisi, yule alikuwa anafanya kazi Zanzibar, na wenzake walishtakiwa kwa kuambua wameripua transformer pale Mtoni Kidatu. Kuna watu kwa mamia walikuwa wamekamatwa na kufunguliwa kesi. Wakati ule ndio watu wanatembeleshwa kwa magoti, wanachanwa kibisu kwenye nyayo zao. Wakati ule ndio palishatokezea vurugu lile lililokuweko kule tunaita Shenge Juu, mpaka alikuwa mwakilishi wa Shenge Juu Salim Yusuf akatoroka akakimbia. Tukenda tukazungumza na aliyekuwa kamishna IGP Inspector General wa polisi wakati ule bwana Mahundi. Tulikwenda mimi na Mheshimiwa Ahmad Rashid, tukenda tukazungumza naye, tukifuatana na Salim Yusuf, tukaambiwa twende naye Pemba. Ikaundwa kamati ya makamishna wa polisi kwenda kufanya uchunguzi juu ya masala ya Shenge Juu. Tukiwa katikati ya uchunguzi ule, Salim Yusuf akakamatwa. Sasa wale makamishna walioletwa kutoka Tanganyika wakasema, sisi tumeletwa na IGP kuja kusimamia jambo hili. Mamlaka yanatoka wapi polisi wa Zanzibar kumkamata huyu? Lakini ikaambiwa ni amri kutoka juu. Juu maana yake definitely, pengine inawezekana ni kwa viongozi wa serikali. Wale jamaa wakaacha lile zoezi,
Sasa walipoacha lile zoezi, tumekaa sisi tunasubiri Salim Yusuf aachiliwe, haonekani. Tunafuatilia vituo vyote vya polisi, hayupo. Tukafungua kesi inaitwa habeas corpus katika mahakama kuu ya Zanzibar. Aliyefungua kesi ile ni mimi. Wakili wangu walikuwa marehemu Abubakar Hamis Bakari. Jaji wa kesi ile alikuwa Wolfgang Dorado. Kwa hivyo tukafungua kesi ili kuweza kumpata Salim Yusuf. Dorado siku ile aliwaka mahakamani. Wajua kesi hizi za haki za binadamu ulikuwa ukipelekwa mbele ya jaji Dorado unaenjoy kabisa. Akasema nataka nimuone mwanasheria mkuu wa serikali. Unajua ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na mahakama kuu ni nyuma tu pale. Asema kwa nini huyu mtu hayupo? Nataka nimuone mwanasheria mkuu wa serikali. Nataka nimuone nani huyu kamishna wa polisi Zanzibar. Nataka nimuone RPC, ana orodha yake akatoa. Na akasema mpaka kesho saa 3 asubuhi nataka niwaone hapa mahakamani. Waje watueleze wamempeleka wapi huyu. Jioni saa 11 Salim Yusuf alikwenda akatelekezwa pale stendi ya daladala Wete. Pale panapouzwa halwa ukiingia ndani, na wakati ule ilikuwa ikifika mida saa 11 12 inakuwa gari hamna tena. Mbona si mwakilishi huyu? Pale akapelekwa akarudishwa nyumbani, zikaanza kutembea simu mpaka tukapata habari na sisi tuloko Unguja kama bwana Salim Yusuf kishaonekana, kishapatikana. Ukumbuke wakati ule Shenge Juu watu walikuwa kilala maporini, watu walikuwa wanaingiliwa majumbani, wanavuliwa majumba. Kidogo na ukanisha sababu kuongeza tu ladha ya jambo lenyewe. Mimi natokea hapa ndani kijiji Mchangani. Huo mkasa unazungumza kwa Shenge Juu shazungumza karibuni katika makala zangu, kwa sababu watu wa Shenge Juu na watu pale sisi ni watu hao. Actually ni ndugu zangu, jamaa zangu. Kwa hivyo huyo wakati unazungumzia huo, mimi nilikuwa hapo nyumbani petu au Mchangani, na wale wanazungumzia nilikuwa naishi. Nyumba zimevamiwa, watu wamepigwa, watu wamekimbia, wamelala kwenye misitu, wengine wamehama nchi moja kwa moja, wengine maisha yameharibika, hakutengenea mpaka leo na kadha wa kadha. Kwa hivyo uko sahihi, watu wamezaa maporini, ndio walizaa kula, mtu anakwenda mbali ya kuiba vitu vya thamani, hata mchele umo ndani na unga na sukari mtu anamwaga au anachanganya, mitungi ya maji inavunjwa. Unajua sisi kule kwetu tulikuwa tuna kitu tunaita mitungi na tuna vitu tunaita kasiki. Ni vitu vya kuhifadhia maji kiasili. Maji ya kwenye kasiki Muhammad unajua yanakuwa kila kiangazi kikiwa kikali ndio yanakuwa baridi. Unachukua zile rose unaweka mule, maji yanakuwa na harufu ya aina yake. Zile zinatengenezwa kwa kusiriba, watu wakavunja vile vitu, alimradi alikuwa ni maharibiko makubwa. Salim Yusuf alipoachiliwa asubuhi, tunakwenda kwenye kesi ile. Kesi ikaonekana sasa haiwezi tena kuwa na mashiko, kwa sababu kesi yangu mimi kufungua habeas corpus nilitaka Salim Yusuf apatikane. Salim Yusuf ameshapatikana na yuko huru, hayuko tena mikononi mwa polisi. Ile kesi ikafa natural death. Lakini kuna kesi mashuhuri ya sakata la Salim Sabah ambayo na lenyewe lilitokana na uchaguzi huu nadhani wa 95. Salim Sabah alichaguliwa kuwa mwakilishi, halafu baadaye pakaja mazungumzo. Kuna wakati nimemsikia Sheikh akisema ataandika, sijui ama ataeleza historia yake, na nasubiri sana kwa hamu sana, manake kama tulivyoliita sakata, lilikuwa sakata lilikuwa na mambo mengi. Hili sakata lilianza pale ilipoonekanwa kwenye televisheni ya Zanzibar. Sheikh Salum, walio zamani Sheikh Salum alikuwa na ndevu yani wakati wa ujana wake, pamoja na sasa ana ndevu, lakini tunarudi nyuma. Siku ile anaonekana baada ya habari nadhani usiku, anatangaza kujiuzulu, lakini amenyoa ndevu. Na wakati ule identity kubwa ya CUF ilikuwa na ndevu kwa sababu watu walikuwa wanapenda wanamwadmire Maalim Seif. Maalim Seif alikuwa na ndevu. Kwa hivyo ilikuwa ukiwa huna ndevu, yani ukiwa na ndevu tu, hata kama wewe sio CUF, watu walikuwa wanasema CUF. Mpaka hata Salmini alikuja na msemo, chezea ndevu sichezee dola, kwa maana ya kwamba kumpiga kijembe, kwa sababu ilikuwa kuwa na ndevu ndo fashion. Na nyimbo mkaimba ana ndevu wamuogopa. Kwa maarufu ikawa ya kumwimbia Maalim Seif kumtisha Salmini ni hiyo, ana ndevu wanamuogopa. Kwa hivyo ile kuwa na ndevu ilikuwa ni hicho. Hasa watu wanashangaa, Sheikh Salum anatangaza amejiuzulu, mbona ndevu hana? Imekuwaje? Lakini la pili,
watu wakawa wanajiuliza, mbona chombo kilichotangaza ni kimoja tu, Television Zanzibar? Katika kujiuzulu hakukuwa na chombo kingine? Lakini mbona mazingira ukisoma wenyewe unasoma the body language, haionekani kama huyu mtu anayazungumza haya kwa uhuru? Lakini sisi wengine kuna vitu huku nyuma tulikuwa tunavijua, hapa sio leo, sio pahala pake kuvisema. Baadaye Sheikh Salim aliletwa Dar es Salaam. Nakumbuka katika mahala ambamo alifikia, nadhani kuna hoteli inaitwa Motel Ajib pale mjini, aliyekuwa pale, na pale kafu ndio walikwenda wakamchukua, akakimbizwa kwenye ubalozi mmoja, sitaki ni utaje, na ile kesi sasa CCM wakafungua kesi nadhani na kafu kwa Jaji Dahoma, na falsafa ya Jaji Dahoma ni kesi kwamba zitakufa natural death. Kwa hivyo pale kafu walifungua kesi kwamba Salum ametekwa. Nadhani kama sikosei, na CCM na wao walikuwa na ya kwao, lakini at least I'm sure kwamba kafu walifungua kesi, lakini hizo kesi hazikusikilizwa na hazikufika mwisho. Salim all in all naam, Salum all in all akawa yuko kwenye dhamana ya kafu. Wakati ule akawa anakaa Magomeni kwa mfadhili wetu mmoja fulani, alikuwa na kijana wetu anatoka anafanya mazoezi, mpaka na CCM wakaona lile jambo limeisha, basi hawana haja naye tena. Sasa Salim baadaye akarudi akaingia CCM na akapata nafasi kubwa tu, wa katibu wa mkoa, mjumbe wa halmashauri kuu na nafasi kadhaa wa kadhaa. Lakini baada ya uchaguzi ule, baada ya kujiuzulu Sheikh Salim, ukarudiwa uchaguzi wa Mkunazini. Mgombea sasa akiwa wakafu ni Juma Duni Haji. Pale ndio palizuka kesi ya uhaini. Ule mkesha wa kuamkia siku ya uchaguzi, mkutano wa mwisho nadhani ulifanyika hapa ofisi ya Panya. Pale karibu na taasisi ya Kiswahili na lugha za kigeni. Wewe umesoma pale Sheikh Mohamed, kwa hivyo nikwambia ofisi ya Panya unapaelewa. Kichekesho nikikojua Mwalimu Saidi. Kichekesho ni kipi zaidi? Zaidi kwa nimesoma pale. Kichekesho kwamba mimi hao nazungumza mimi kwa naishi nyumba moja na Salim Saba. Na mtu hapa ndani mwenzio. Sio pale mwenzangu, Salim Saba mimi ni mwanangu. Yuko. Kwa mimi kwa sababu nilikuwa naishi naye kama nilikuwa naishi naye kwa ndo mlezi wangu, alikuwa ananilea yeye. Kwa hivyo unajua vizuri. Kwa hivyo hata nikikosea utanisahihisha. Ni mtoto wangu, ni mtoto wa kangu, kwa hivyo mimi ni ami yake. Alinichukua akanitunza, alhamdulillah. Alikuwa mchezaji mpira mzuri sana, anacheza Bombe Bazar. Alikuwa mchezaji mpira mzuri sana Sheikh Salim, anacheza Bombe Bazar. Kabisa. Twende mbele. Naam. Kwa hivyo pale ndipo wakakamatwa baadhi ya viongozi baada ya ule mkutano wa mwisho. Pale wakaanza kukamatwa baadhi ya viongozi wakiwemo kina Said Zamu, na walikamatwa viongozi kimkakati. Walikamatwa viongozi katika kila sekta kama maana yake maalum. Kuna Maalim Sudi alikuwa mkurugenzi wa Baraza la Wawakilishi, sheria na nini wakafu akakamatwa. Hamadi Masudi alikuwa ni mkurugenzi wa mipango na mwakilishi akakamatwa. Hamad Rashidi alikuwa ni mtu anayeshughulika na masuala ya fedha nadhani wakati ule, au sio, alikuwa kishaondoka wizara ya fedha, lakini alikuwa mambo ya nje exactly, akakamatwa. Walikamatwa kina Hamadi Mmanga, walikuwa walinzi wakuu wa Maalim Seif. Akakamatwa Saidi Zamu, alikuwa fundi mkuu wa mikutano yote ya kafu. Unaona huo mkakati Kwa hivyo watu walikamatwa kimkakati. Yes, nakumbuka alikuwa mkurugenzi wa fedha alikuwa Juma Duni, ambaye yeye alichelewa kidogo kukamatwa mpaka alifanya safari ya Geneva. Baada ya kurudi Geneva ndio akaenda akapekuliwa pale kwake, na siku anapekuliwa mimi nilikuwepo pale. Akakamatwa pale, baadaye akapelekwa Madema pale. Alipofika Madema na mimi wakataka kunifungulia kesi, akasema nimeingilia shughuli za polisi. Shafi akasema huyu hajaingilia. Akaulizwa kwani, akasema kama angeingilia huyu asingefika hivi, ngeko mshampiga zamani. Nilicheka sana siku hiyo. Yaani hiyo kesi ile sasa hivyo ndo ambia wewe ingilia kazi ya polisi, mwe hujampiga mpaka sasa hivi. Hiyo mngekuwa mshampiga, huyu hajaingilia. Lakini kitu kilichosaidia ni kwamba wakati ule upekuzi walikuwepo baadhi ya viongozi wa jeshi la polisi kutoka Tanzania bara. Unajua kuna wakati kule Zanzibar mambo mengi yalipokuwa yakitokea, ulikuwa ukikutana na polisi kwenye mahojiano wanaotoka upande wa bara, basi kulikuwa kuna kama heshima fulani hivi
tofauti na ukikutana na wale vijana wetu, ndugu zetu, damu yetu, wazawa wetu, watoto wetu. Ilikuwa kuna tofauti kubwa sana ukihojiwa na hawa. Halafu kulikuwa na kitu kingine, hata namna ya treatment uliokuwa ukiipata, kupelekwa mahakamani na kwengine, kufunguliwa mashtaka na kwengine, hawa jamaa walikuwa wako makini sana. Nakumbuka siku ile wakati wamekwenda kuhoji nyumbani kwa Jumaduni, na ni vizuri hata ukimpata Sheikh Jumaduni, wamekuja na ile hawakuja na walikuja na search warrant, lakini ilikuwa kwanza nadhani sio siku ya kazi, halafu ni jioni. Kaambia tunataka search order. Wale jamaa wala hakubisha, kanambia wewe unasema hivyo Wakaenda wakarudi, wakaja nayo officially inayokubalika kisheria. Nasoma ile vile vitu wanavyotaka kusearch, wameandika mle silaha kama mabomu na nini na nini, halafu huku chini na vitu vingine. Kaambia kwanza kila mwisho wa sentensi piga mchoro ili usije kuongeza neno. Natoa maelezo, piga michoro ili usije kuongeza neno. Wamemaliza, tukataka wawepo tunasema sheha, tukataka wawepo mashahidi wake wawili, katika mashahidi wake na mimi nikawemo. Tukataka na jeshi la polisi waingie kwa idadi maalumu, sio waingie tu mle ndani waje tupandikizie vitu. Wakaingia na wale jamaa very bwana cooperative, na tukawaambia tunataka tuwasachi, wasije wakaingiza vitu ndani. Yule afandi akaagiza wasachini, tukawavua mpaka mabuti polisi. Wakaingia ndani, wakasachi, wakatoka, hawakuona kitu. Kabla hawajaondoka nikamwambia mtangaze, watu wote wasikie. Wakatangaza kama hatukupata chochote. Kulikuwa na karatasi fulani walitaka kuchukua, nikamwambia katika maelezo yenu vitu hivi hamna, kwa hivyo hamwezi kuchukua hizo karatasi. Na yule afande akamwambia kwani hizi za nini? Siacheni. Ndio tulipofika kule, ndio wale wengine wakataka wamuaminishe DCI wa wakati ule kama nimeingilia kazi yao. Sasa nadhani huyu bosi alishawaambia wewe hajaingilia, wewe katusaidia sisi kufanya hili zoezi kwa ufanisi na kwa kuzingatia sheria, kwa sababu hata huu kamataji wake huyu ukiwa sio wa kisheria tutakuja kupata challenge huko ya unlawful arrest. Kwa hivyo huyo katusaidia zaidi sisi tuende na utaratibu mzuri, ndio maana nikaachiwa pale. Kwa hivyo ikaenda watu 18 wale wakawa wako ndani kwa muda nadhani wa miaka kama 3, na ndani yake walikuwemo wanawake mle. Alikuwemo Hamza ambaye alikuwa ni komodo, alikuwa mkuu wa kikosi cha KMK pale Zanzibar, lakini alikuwemo Bizulekha, alikuwemo nadhani Zainab na wenzao wengine wengi maskini wameshafariki. Walikuwemo kina Jaji, kina Pembe Amemanja na wengine ukiacha kina Hamadi Manga na wenzao, ni watu 18. Bahati nzuri nazo picha zao wote nitakutumia. Hawa waliowekwa ndani kwenye kesi ya uhaini. Kesi ile ilikuwa ni ya Machano Khamisi Ali na wenzake, kesi ambayo baadaye walishinda kwa sababu maamuzi ya Court of Appeal ikasema kwamba huwezi kufanya uhaini Zanzibar, yani kumuua au kumpindua rais wa Zanzibar, it is not a treason. Kwa hivyo kesi ya uhaini. Kwa hivyo kulikuwa kuna mambo mengi ambayo yameshawachosha watu. Maalim Said, sasa tumesema kwamba tunakwenda mbele tukirudi nyuma. Muhimu umesema haya kuonesha hapa kwanza, kwa mfano kwamba siku hizi tunasikia msemaji wa habeas corpus, mawakili kupeleka kesi mahakamani kutaka mteja wao apelekwe haraka. Huu ni msamiati ambao tumeusikia juzi. Kumbe wewe binafsi miaka zaidi ya 30 iliyopita nyuma umesha practice na umeshafanya kazi. Umetuambia hapa kuhusu kesi ya uhaini. Sasa hizi kuna kesi ya uhaini ambayo inakabili kiongozi wa upinzani Tundu Lissu yuko ndani hivi sasa. Kesi ya uhaini kumbe Zanzibar miaka 30 iliyopita nyuma mmesha deal nayo pia nyinyi. Yani nikwambie kitu. Kesi ya uhaini ukiachilia mbali ile ya Karume ya 1972. Lakini kuna wakati hapo nyuma aliwahi kushtakiwa Juma Osman. Yupo hai mpaka leo kwa kesi ya uhaini peke yake, kama alivyoshtakiwa Tundu Lissu peke yake. Jaji pale mahakama ya mkoa kabla kupelekwa kwa mahakama kuu alikuwa akisikiliza Mheshimiwa Mshibe, ikashindwa kusimama kwa sababu ilikosa vigezo, ikabadilishwa ikawa sedition, uchochezi. Lakini faili ya kwanza alishtakiwa kwa treason, na hata hiyo sedition yenyewe ikashindikana, akaachiwa huru. Hao watu 18 wameshtakiwa kwa kesi ya uhaini. Habeas corpus nimesema nimefungua mimi kwa Salim Yusuf. Lakini kuna kitu kingine cha very interesting. Zanzibar, sheria zetu pale
zinaruhusu kuendesha private prosecution. Sijui sasa hivi, lakini wakati ule zilikuwepo. Kuna askari mmoja maarufu pale, watu walikuwa wakimuita Mrema. Kwa mnene. Alikuwa ni mtu wa mutrib, anapiga taarab na mambo mengine culture kule. Huyu tuliwahi kumshtaki kwa private prosecution. Kulikuwa kuna kesi ya binti anaitwa Samra. Tulisema kwamba kulikuwa kuna labda kama insultation, kama udhalilishaji alifanyiwa Samra kwenye kituo cha kuandikisha pale Jang'ombe, na ndio huyu bwana ilikuwa zoni zake kule. Ile kesi prosecutor ni rafiki yako Awadhi, ndio aliendesha kesi. Ilikuwa ndo prosecutor. Tulifanya hiyo private prosecution kuiexercise sheria. Sasa nadhani jaji hakimu kati ya watatu mmoja, either nadhani sio alikuwa ni Mshibe, maana pale mahakimu wa mikoa wakati ule alikuwa Mshibe, Adam na Isaac. Lakini nakumbuka mpaka leo Samra Abedi ndio waliolalamika na prosecution yake prosecutor alikuwa ni Awadhi. Baadaye DPP akatumia mamlaka yake kuiondoa ile kesi madarakani kwa sababu aliona jamaa huyu atapotea. Kwa hivyo tumeexercise hayo mambo. Hayo mambo tumeexercise miaka mingi. Haya wanaopitia wenzetu leo, sisi tushafanya miaka 30 iliyopita. Habeas corpus mimi nilishafungua miaka mingapi huko nyuma. Na kwangu ilimekuwa kwa sababu mtu alipatikana. Kwa hivyo kuna vitu hapa vilitokea. Kwa hivyo ukienda kwenye masala haya ya uhaini haya na wale ndugu zetu waliokuweko ndani, na baadaye ikawa uchaguzi umerudiwa na Jumaduni ameshinda, halafu na yeye akaingizwa kwenye kesi ya uhaini. Sasa ni miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinapelekea kuwavunja moyo watu. Wanaona kama kumbe hata tukitaka kuwa na mazungumzo na CCM bado vitimbi haviishi. Viongozi wanakamatwa, watu wanakimbia nchi, watu wanafukuzwa kazi, mtu ana digrii 3 anafanya kazi, anapigwa uhamisho, anapelekwa kijijini Pemba, na akifika hapangiwi kazi. Kwa hivyo usomi wake wote hauna maana. Na wakati ule CUF tulikuwa tuna kitu tunaita baraza la wataalamu, kamati ya wataalamu ambao walikuwemo kina Maalim Dedes, walikuwemo kina Ahmad Masudi, walikuwemo kina Abdul Samad, walikuwemo kina Dr. Muchi na wengine. Kwa hivyo hawa walikuwa wakitusaidia sana kwenye mambo ya kitaalamu, achilia mbali wanasheria. Maanake nikizungumza watu wajue, ukimzungumza marehemu Abubakar ambaye alikuwa kiongozi wa kwanza wa upinzani wa baraza la wawakilishi pale Zanzibar, Abubakar Hamis Bakari alikuwa ni mwanasheria nguli wa katiba, ni constitutional lawyer. Lakini aliwahi kuwa mwanasheria mkuu, aliwahi kuwa waziri wizara mbalimbali, aliwahi kuwa mahakama kuu pale, aliwahi kuwa mwenyekiti wa tume ya kurekebisha sheria Zanzibar ambapo ofisi zake zilikuwa pale Mambo Msige. Kwa hivyo ulikuwa una mtu kama Ali Haji Pandu aliyekuwa waziri wizara mbalimbali, alikuwa jaji mkuu. Hata wakati kesi ya uhaini inakwenda ya Zanzibar ile jaji alikuwa Ali Haji Pandu, prosecutor alikuwa Wolfgang Dorado. Na watu wajue, wakisema siasa za Zanzibar zimetawaliwa na chuki ni uongo, si kweli. Nikwambia si kweli. Kwa nini, Sheikh Ahmed? Wakati CUF inaundwa, wajumbe wa baraza kuu wa mwanzo, siku moja tumekaa kwenye kikao, yupo Miraji Mpatani, yupo Baramia Kikono, yupo wahaini hao walishtakiwa kwa kesi ya uhaini, kina mzee Musa Shabani, na jaji aliyowahukumu kunyongwa mpaka kufa ni Ali Haji Pandu. Na pia yuko kikao naye pia. Na yuko kwenye kikao, tuko pamoja, tunakunywa kahawa, tunapiga story, mpaka mzee Miraji Mpatani anamtania mzee Ali, anamwambia wewe ndio uliposema mimi ni nyongwa mpaka nifa, ulikusudia nini wewe Makunduchi wewe? Tunacheka, maisha yanakwenda, kwa sababu Wazanzibari hatukuumbiwa kuweka vitu kwenye vifua, hatukuumbiwa chuki. Na watu walikuwa wanaelewa situation aliyokuwa nayo mzee Ali wakati ule, na wanaelewa dhamira yake ni ipi. Na ndio maana mzee Ali akakubali kuwa kwenye kambi hii huko, kwa sababu dhamira yake ilikuwa ni nini. Haya mambo watu wanapaswa kuyaelewa. Wewe wasipandikiziwe tu wakaambia kule kuna chuki za asili, kule kuna chuki za Afro-Shirazi na Hizbu. Haya ni maneno. Hebu niambie Sheikh Mohamed, mapinduzi sasa hivi yana miaka 62. Wewe hujafika miaka 62. Hizo chuki unazitolea wapi? Chuki ziliopo sasa hivi ni watu kukosa imani na uongozi uliopo, kukosa imani kwamba wanaona labda pengine matakwa yao hayatimii, hawapati ajira, hawapati labda pengine
stahiki zao wanazostahiki kuzipata kama raia wa Zanzibar, ambayo ndio alikuwa malengo ya mapinduzi. Wanataka ushirikishwaji ulio sawa. Nilikuwa nataka kwamba kwa sababu mpaka hapa Maalim Said umeshatusaidia kutuleta mpaka ukingoni mwa mwaka 2000 wenyewe kuelekea hasa 2001 mapinduzi maandamano yanafanyika. Umetuleta mpaka kwenye sababu zilizopelekea hali ya kutokuridhika kwa watu, ubaguzi uliokuwepo, kuvunjwa kwa haki za watu, kesi za kupikiziwa, uchaguzi ulioharibika vibaya wa mwaka 95 na malalamiko yaliokuwepo, joto ambalo watu walikuwa nalo katika nafsi zao, kama ni sababu kwa nini kufika mwaka 2000 uchaguzi ulipofanyika mkasema kwamba hii tunaingia hasa katika maandamano mwaka 2001. Kwa hivyo nilikuwa naomba kwa leo tufikishe hapa, kwa sababu itakuwa tayari tumeshafanya lengo letu la mwanzo la kwa nini mkafikia maamuzi mliofikia. Tukirekodi kipindi kingine sasa tuangalie kipi mlikifanya sasa, organization maandamano yenyewe na madai ambayo mlionayo barabarani yepi na kipi kilitokezea. Hivyo si kuna kitu nimalizia hapa basi ili tu close vizuri. Tafadhali. Tulanda. Baada ya watu kuona kwamba hizi ninaposoma huko nadhani utakuwa unaweka picha huko. Ndio. Baada ya watu kuona kwamba mwafaka hata ule wa 1999 ulikuwa umeyumba na hukufanyiwa kazi sana na malalamiko yakawa mengi. Nakumbuka kama wakati ule ilikuwa kama sikosei rais alikuwa ni Kikwete nadhani sasa tena. Kwa hivyo pale paliundwa kitu kinaitwa kamati ya makatibu wakuu, ambapo kwa upande wa kafu alikuweko bwana mwaka 90 bado alikuwa Mkapa kaingia 95 kaondoka 2005 au si ndio? Okay. Kwa hivyo hii kamati ya makatibu wakuu iliundwa, kamati ya makatibu wakuu ambayo kwa upande wa kafu ilikuwa inaongozwa na Maalim Seif Sharif Hamad, lakini kila nani upande ulitakiwa kutoa wajumbe. Kwa hivyo watu walioambatana na Maalim Seif walikuwa ni marehemu Mzee Ali Haji Pandu, Ismail Jusaladu, Hamad Rashid Mohamed, Shaibu Akwilombe. Shaibu Ali Akwilombe baadaye alirudi akaingia CCM, lakini wakati ule alikuwa ndio mkurugenzi wa vijana wa CUF. Alikuwepo Mheshimiwa Abubakar Khamis Bakari, na kwa upande wa CCM alikuwepo katibu mkuu kwa wakati ule Philip Mangula, pamoja na kina Mzee Kingunge Gobari Mwiru, Omar Ramadhani Mapuri, Salum Juma Othman, Mohamed Abud Mohamed na Dr. Masumbuko Lamwai. Unaweza kaona kila zilipokuwa zikiundwa hizi kamati, interest ya Chama cha Mapinduzi ilikuwa inakuwa served kwa kuweka mtu kutoka bara. Nakumbuka hata katika ile JPC alikuweko kama sikosei bwana Mwakiembe na hii alikuwepo Lamwai, na wote ni wanasheria nguli. Kwa hivyo unaweza kuona namna gani wenzetu CCM walikuwa wanalichukulia kwa uzito kusavu interest zao. Hizi kamati ni kwa ajili ya mambo ya Zanzibar, lakini si ni chama. Kwa hivyo na ndio maana hata upande wa kafu ndio maana unaona walikuwepo watu kama kina Shaibu Akwilombe na wengine, na hata baadaye hizi za mwisho walikuwepo kina Joran Bashange. Kwa hivyo ili kuleta ule umoja wa kitaifa kwamba maamuzi yakiamuliwa isionekane yameamuliwa na Wazanzibari peke yao. Kwa hivyo tukawa tumekwenda hapo, lakini hata baada ya kuonekana kwamba baada hizi kamati kuundwa, jitihada kuchukuliwa, mpaka kuna kipindi mwafaka ulitaka kukwama, watu wakafanya kikao, wanachama wakafu wakataka kuleta mgomo pale, wakawashambulia baadhi ya wajumbe wa baraza kuu. Kikwete akiwa rais wakati ule akaagiza usiku mmoja tu kwamba wakati ule katibu mkuu ni Mzee Makamba na kafu ni Maalim Seif wakutane. Wakakutana, mazungumzo mpaka yakafanyika wakiwa Bagamoyo huko na kwengineko. Alimradi mwisho wa siku ilionekana kwamba pamoja na miafaka yote hii bado watu hawakufikia walipokuwa wakipataka. Kwa hivyo ndipo ukaja uamuzi sasa watu wa kutia shinikizo. Sasa nini kilikuwa kinatakiwa? Nini kilipaswa kifanyike? Haya ndio tutakuja kuanza kuyazungumza baada ya maandamano ya 2001 yaliyojiri baada ya hapo, chaguzi zile ndogo za kura ya maoni mpaka kupatikana kwa katiba ya Zanzibar mwaka 2010, na mambo gani hasa yalikusudiwa yafanyike na mpaka leo tumefika wapi. Asante sana Maalim Said. Bila shaka tunatarajia mengi na makubwa. Bila shaka umetuingia msingi mzuri
wa hali ilivyokuwa kuelekea maandamano ya 2001 na sababu na vipi hiyo tulikuwa limejaa katika nafsi za watu na jitihada ambazo mlichukua binafsi, na kwa hivyo bila shaka katika kipindi kijacho tutazungumza unaposema kipi kilifanyika, yapi mliyadai, kipi kilipatikana na kipi kilikosekana, bila shaka katika hayo. Na nashukuru sana kwa wakati wako huu, lakini inshallah tupo tena pamoja hapa kesho kwa pesa yake Mungu kuendeleza mazungumzo haya. Asante. Nashukuru, asante sana Shomari. Haya, asante sana.